Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Wakazi wa wilaya ya Korogwe, hususan wajane, wametakiwa kuishi kwa matumaini na kuamini kuwa wanaweza kufanikisha ndoto zao endapo hawatakata tamaa, huku wakitakiwa kutumia fursa zinazotolewa na serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Serikali imesema kuwa inaendelea kutambua changamoto zinazowakabili wanawake, hususan wajane, na tayari imeweka utaratibu wa mikopo ya kuwawezesha kiuchumi kupitia halmashauri. Kauli hiyo imetolewa na mgeni rasmi wa uzinduzi wa jukwaa la wanawake wilayani Korogwe, Bwana Peter Kahindi, ambaye alimwakilisha mkuu wa wilaya ya Korogwe Kamishna William Mwakilema katika maadhimisho ya siku ya wajane duniani. Uzinduzi huo ulihudhuriwa na wajane 1045 kutoka katika kata mbalimbali zilizopo kwenye wilaya hiyo, ambapo wajane hao walihimizwa kuwa na mshikamano, kujituma na kushiriki kikamilifu katika shughuli za kujikwamua kiuchumi. Tumeshuhudia siku ya leo wajane wapatao 1045 katika tukio letu la leo, na wote tumezungumza nao kwa pamoja. Tumekubaliana kuhakikisha wanajikwamua kiuchumi, lakini pia na maisha yao yanazidi kuwa imara, kwa sababu tunafahamu mtu anapoondokewa na mwenza au na baba anatetereka kidogo, lakini kwa wajane hawa wilaya yetu ya Korogwe kiukweli ni wajane wa mfano, kwa sababu ni wakina mama ambao wanapambana na maisha na wamefanikiwa kupata mikopo ya vikundi, kwa maana ya mikopo ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Wamepata mikopo na wengi wana miradi yao, wanaendesha shughuli zao, wanaendesha biashara zao na familia zao kwa ujumla. Kauli mbiu inasema wajane bila unyonge inawezekana. Kwa wajane wa wilaya ya Korogwe, kiukweli mimi napenda kuwapa rai yangu kwao kwamba katika mazingira yao waliopo wahakikishe wasirudi nyuma, wahakikishe wanachapa kazi kwa bidii, kuhakikisha wanalinda familia zao na wanalea familia zao na wanakuza uchumi wao kwa ujumla, na kuunga mkono juhudi na jitihada za rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha wanampa nguvu, kwa sababu naye ni mama, ni mwanamke, lakini pia ni mfariji nambari 1 kwao, na yeye yuko tayari kuhakikisha anawalinda na kuwatunza wajane na wakina mama wote wa nchi, kwa sababu yeye ndo kiongozi ambaye anawaangalia na wao wanatakiwa wafuate yale mema anayoyafanya. Kwa upande wake, Happy Pastor Keganya, mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii kwa halmashauri ya mji Korogwe, akimwakilisha mkurugenzi wa halmashauri hiyo Bi Mwashabani Mrope, amesema kuwa halmashauri hiyo imefanikiwa kuzindua majukwaa 11 ya wajane katika kata mbalimbali, ikiwa ni hatua kuwawezesha wanawake hao kujielekeza kwenye shughuli za kiuchumi na kijamii kwa lengo la kujitegemea. Amesema jukwaa hilo ni sehemu ya utekelezaji wa sera ya uwezeshaji wa wanawake kiuchumi inayoratibiwa na serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo. Na sisi kama halmashauri ya mji Korogwe, leo hii tumeweza kufanya maadhimisho ya siku ya wajane duniani. Maadhimisho haya yamefanyika katika ukumbi wa halmashauri ya mji Korogwe. Shughuli mbalimbali zimefanyika katika kuhakikisha tunaadhimisha siku hii ya wajane. Lakini sambamba na hilo, sisi kama halmashauri ya mji Korogwe, kabla ya siku hii tulikuwa na shughuli ya kuunda vikundi vya wajane pamoja na majukwaa ya wajane katika ngazi ya kata mpaka wilaya. Kwa hiyo leo hii katika maadhimisho ya siku ya wajane, halmashauri ya mji Korogwe tumeweza kuzindua majukwaa 11 ya wajane katika ngazi ya kata, lakini pia na jukwaa 1 la wajane katika ngazi ya wilaya. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutoa fursa mbalimbali kwa wajane pamoja na wanawake kwa ujumla. Kama tunavyojua, kauli mbiu ya wajane katika maadhimisho haya kwa mwaka huu yanasema tuimarishe fursa za kiuchumi, kuchochea maendeleo ya wajane. Tunaona ni kwa namna gani kauli mbiu hii inahamasisha serikali, taasisi mbalimbali za umma pamoja na binafsi kuhakikisha kwamba tunawatambua ili kundi la wajane, lakini tu sio kuwatambua bali
kulipa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba tunawawezesha kwenye fursa mbalimbali za masuala ya mikopo, masuala ya kumiliki ardhi, masuala ya uongozi, ili na wao wajane waweze kuwa ni miongoni mwao. Katibu wa wajane wilaya Korogwe Bi Rehema Ramadhani alikuwa na haya ya kusema. Lakini kwa siku ya leo ni uzinduzi rasmi, uzinduzi ya jukwaa la wajane Korogwe mji. Awali ya yote niliweza kuwakusanya wajane mwaka 2023, tukafanya kongamano moja la mwezi wa 6 tarehe 28 mpaka tarehe 30 pale Korogwe TTC, lakini kushirikiana na halmashauri ya mji, maafisa maendeleo wameweza kuwasiliana na mimi na kuweza tena kuandaa majukwaa kwenye kila kata kwa uongozi, kwamba kunakuwa na mwenyekiti, katibu na wajumbe wengine watatu, maana watu 5. Kwa hiyo watu wale wameweza kutukusanyia wale wengine ambao wanawatambua kwenye kila kata, na tukakubaliana kwamba tufanye sherehe yetu ya uzinduzi siku ya leo ya tarehe 23 mwezi wa 6 2025. Tunamshukuru Mungu kwamba ujane sio mwisho, na tunatakiwa kuwa majasiri, lakini pia tunatakiwa kuwa na weledi wa katika malezi. Sana sana tuwalee watoto wetu katika maadili mema ya kumpendeza Mungu na kuepusha watoto wetu katika mambo mengi ya kikatili. Na kwa sasa leo tumeweza kupata mafunzo mbalimbali yakiwemo ya ujasiriamali, ya kutunza afya zetu, ya kupinga ukatili, lakini pia tumepata fursa ya kumpata mgeni rasmi ambaye ameweza pia kutukumbusha na kutuelimisha jambo lililoko mbele yetu la mwezi Disemba. Akatuambia kwamba akina mama, kutokana na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan daktari, sisi tunaweza kuwezeshwa kiuchumi, na mama amefungua milango ya uwezeshwaji wanawake kupitia mikopo ya 10%. Aliwahimiza akina mama pia kujiunga kwenye vikundi ili waweze kupata mikopo hii ya Mama Samia, na alisisitiza, na pamoja na mimi pia nilisisitiza kwamba ifikapo Oktoba sisi tunakwenda na mama. Naye Mama Pascalina Mayauka akizungumza kwa niaba ya wajane amesema. Haya, kwa majina naitwa Mama Pascalina Mayauka. Mimi natokea kata ya Mtonga ndani ya wilaya Korogwe, halmashauri ya mji Korogwe. Leo nimefurahi sana kwa sababu tumetimiza hatima ya uzinduzi wa jukwaa la wajane ndani ya halmashauri ya mji wa Korogwe, ambalo tulikuwa tunalitegea muda mrefu kwamba litazinduliwa. Hatimaye leo limezinduliwa. Furaha yangu imekuwa kubwa kwa sababu tumejifunza mambo mengi leo. Tumepata wataalamu hapa ambao wametuelekeza mambo mbalimbali ya biashara, ya maisha, na sisi wajane jinsi ya kuishi na familia, wataalamu wa halmashauri ya mji. Kwa kweli ndani ya jukwaa hilo tumefundishwa mambo mengi leo kupitia wataalamu wetu mbalimbali. Wataalamu wa afya, wa biashara, yaani wataalamu mbalimbali wametufundisha mambo mengi ambayo wenyewe tulikuwa hatuyajui sisi wajane. Kwa maana tulikuwa tumeshajikatia tamaa kwamba sisi wajane ndio basi, lakini kwa jinsi ambavyo tumefundishwa leo, wametuinua kiakili, kielimu, tumeweza kutambua mambo mengi sana. Nimefurahi sana. Kwa niaba ya wajane wenzangu na wahamasisha na wajane wengine ambao hawajawahi kufika leo na kusikia, basi siku nyingine wakisikia kuna jambo kama hilo wajitokeze ili waje wapate hayo mafunzo mazuri na wajue kwamba kuwa mjane sio mwisho wa maisha. Katika kuhitimisha, viongozi wa serikali wilayani Korogwe wametoa wito kwa jamii kuendelea kushirikiana na kuwainua wajane ili wawe sehemu ya maendeleo ya taifa, huku wakisisitiza kuwa serikali ya awamu ya 6 itaendelea kuwatambua na kuwawezesha kupitia mikopo na fursa mbalimbali za kiuchumi. Uzinduzi wa jukwaa la wajane na maadhimisho siku ya wajane duniani umetajwa kuwa ni mwanzo mpya wa mshikamano, matumaini na safari ya mabadiliko kwa wajane zaidi ya 1000 wa wilaya ya Korogwe. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele